بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiwa katika mwendelezo wa daura yetu hii katika Masjid Ibn Baz rahimahullahu ta'ala kwenye mji wetu huu wa Makorora, risala tunayoendelea nayo min al-mukhalafati shahri Rajab, miongoni mwa mambo yenye kwenda kinyume na sheria ambayo yamo ndani ya mwezi huu wa Rajab. Na risala hii imeandikwa na Sheikh Al-Mazrui hafidhahullahu ta'ala, ni mmoja katika mashaikh wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Tumechukua jana sehemu katika risala hii kuanzia mukaddima mpaka sahifa ya 9. Leo biidhnillah tabaraka wa taala tunaanza na nukta namba 2 kwenye sahifa ya 10. Yaqulu al-muallif hafidhahullahu ta'ala: ما جاء في ليلة ويوم 27 من رجب، yale yaliyokuja kuhusu usiku na mchana wa mwezi 27 katika mwezi wa Rajab. Kuna mambo yamekuja yanahusiana na usiku pamoja na mchana wake wa siku ya 27 katika mwezi wa Rajab, wa hukmi takhsisiha, na yale yaliyokuja kuhusu hukumu ya kuhusisha kwake usiku huo biqiyami, kwa kisimamo cha swala na ibada tofauti, au siyami, au kufunga mchana wake usiku huo, au ijtimai, au kukusanyika kwa ajili ya mahafali tofauti na sherehe, au ghairi dhalik, au mengine yasiyokuwa hayo. Hukumu yake ni ipi? Wa hiya allati, na usiku huo ni ule ambao yusammunaha Lailatul Isra'i wal Mi'raj, wanauita usiku huo kuwa ni usiku wa Isra na Mi'raj. Ndio nukta tunayoondokea. Nukta hii namba 2 kiufupi nazungumzia tukio la Isra na Mi'raj, yale yaliyokuja yenye kuzungumzwa na ahlul ilmi kuhusu usiku huo. Kuna baadhi ya watu wameunasibisha usiku huu kuwa upo ndani ya mwezi wa Rajab ifikapo tarehe 27. Kwa ajili hiyo basi wanafunga mchana wake siku hiyo na kuhuisha usiku wake kwa ibada tofauti, kwa kuitakidi na kuamini kwamba hiyo ndiyo siku ambayo lilitokea tukio la Lailatul Isra'i wal Mi'raj. Anasema mtunzi hafidhahullahu ta'ala: dhukirat ba'd al-ahadithi, zimetajwa baadhi ya hadithi, al-mawdu'ati, al-ahadithu. Sasa ahadithi unaweka kasra kwenye ahadithi, na mawdu'ati unaweka kasra. ذكرت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة
zimetajwa baadhi ya hadithi zilizo maudhui na zilizo dhaifu fi yaumi wa lailati 27 min Rajab, kuhusu mchana na usiku wa tarehe 27 katika mwezi wa Rajab. Kuna hadithi nyingi zimetajwa kuhusu usiku huo na mchana wake 27, lakini ni maudhui na dhaifu. Wa min al-ahadith, na miongoni mwa hadithi hizo ni ile kauli yao wanaposema fi rajabin yawmun wa laylatun, kuna katika mwezi wa Rajab mchana maalumu na usiku maalumu. Man swama dhalika al-yawma, yoyote atakayeufunga mchana huo, wa qamatil kal-lailata, na akasimama kwa ibada ndani ya usiku huo, kana kaman, atakuwa kama yule ambaye swama dahara, amefunga dahari, amefunga zama, amefunga miaka mingi. Ndio ad-dahr, zama katika umri wa mtu, dahari. Yule ambaye atafunga mchana huo nao akasimama usiku huo, basi atakuwa kama yule mtu aliyefunga dahari, aliyefunga zama nyingi katika umri wake. Zama nyingi zipi? Anasema hapo 100 sanatin, miaka 100. Ndio nafafanua hiyo dahari. Dahari inokusudiwa ni ipi? 100 sanatin, miaka 100. Waqama 100 sanatin, na akasimama miaka 100. Yule ambaye ndani ya Rajab kuna mchana ambao na usiku ambao, yule atakayeufunga mchana huo na akasimama ndani ya usiku huo, fadhila zake ni sawa na mtu aliyefunga miaka 100 na mtu aliyesimama usiku miaka 100. Lakini hajatajwa siku hiyo na mchana huo. Anasema wa huwa, nayo li 3 baqina min Rajab, wa huwa, nayo hiyo siku ambayo mchana wake atakayefunga sawa na amefunga miaka 100, na usiku wake atakayesimama sawa na amesimama kwa ibada miaka 100. Wa huwa, nayo siku hiyo li 3 baqina fi min Rajabin, so yaqina baqina min Rajabin, nayo ni kwa kuziwacha siku 3 zilizobaki katika mwezi wa Rajab. Wa huwa, nayo siku hiyo ambaye atasimama mchana na usiku wake, mchana akafunga, usiku akasimama kwa ibada, anapata fadhila za mtu aliyesimama na kufunga miaka 100. Ni siku gani hiyo? Wa huwa, nayo li 3 baqina min Rajabin, ni kwa kuziwacha siku 3 zilizobaki katika mwezi wa Rajab. Katika mwezi wa Rajab, mwezi una siku 30. Zile siku 3 zilizobaki kwenye mwezi, zile ziwache. Inayofuata itakuwa tarehe ngapi? 27. Ndio inakusudiwa hapa sasa. Yule atakayefunga mchana wa tarehe 27 akasimama usiku kwa ibada ndani ya usiku wa tarehe 27, basi fadhila zake na ujira anaopata ni sawa na mtu aliyefunga dahari miaka 100, miaka 100. Miaka 100 sawa na nini? Ni karne hiyo, sio? Karne moja sawa na miaka 100. Qala Ibn Hajar, amesema al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, Allah mrehemu, hadithun munkarun, hadithi hii ni munkar ila al-ghaya, iliyofikia ukomo kuwa kwake munkar. Hadithun munkarun, hadithi hii ni munkar ila al-ghaya, iliyofikia ukomo kuwa kwake munkar. Kuwa kwake munkar imefikia ukomo, ni munkari mno hadithi hii, kwamba atakayesimama mwezi 27 kwa ibada usiku
na akafunga mchana wake sawa na mtu aliyefunga na akasimama usiku miaka 100. Hadithi hii ni munkar, haijathibiti. Kwa maneno ya nani? Ibn Hajar al-Asqalani ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadithi munkar ndio ipi? Wa huwa ma yukhalifu fihi ad-dha'ifu ath-thiqata, ni ile hadithi ambayo mpokezi ambaye daraja lake ni dhaifu amemkhalifu mpokezi ambaye ni thika. Wapokezi wana tofauti, kuna mpokezi mwingine ni dhaifu, sasa yeye amekuja ni riwaya ambayo inaenda kinyume na ile aliyopokea mtu thika. Hii riwaya yake itaitwa munkar, haikubaliwi, haifanywi kazi. Kwa katika riwaya ambazo ni munkar, moja ni hii. Al-Imam Ibn Hajar anasema hivyo, hadithun munkarun ila al-ghaya, wa dhakarahu ash-Shawkani fi al-fawaid al-majmu'ah. Na ameitaja hadithi hiyo al-Imam ash-Shawkani katika kitabu chake al-fawaid al-majmu'ah ukurasa wa 439. Ameitaja kuwa hii ni hadithi ni dhaifu, haifanywi kazi. Wa Ibn Arraf, ilivyoandikwa kwenye chapa wa Ibn Arraf fi tanzihi sharia, na vile vile hadithi hiyo ameitaja Ibn Arraf kwenye kitabu chake Tanzihu ash-Sharia. Hapa kuna makosa ya uchapishaji, sio Ibn Arraf. Sawa sawa ni kusema Ibn Iraq wa qaf, Ibn Iraq, Ibn Iraq, sio Ibn Arraf. Mwenye kitabu Tanzihu Sharia sio Ibn Arraf, ni Ibn Iraq. Pia kuna makosa ya baadhi ya chapa na wasemaji, wanasema Ibn Arraq, wengine wanasema hivi, si sawa. Sawa sawa ni kusema Ibn Iraq. Ametanabahisha hilo al-Imamu Az-Zarkali katika kitabu chake Al-A'lam, ndio ametoa hii tanbihi. Huyo anaitwa Ibn Iraq, sio Ibn Arraq. Na kwenye chapa yetu imekosoa moja kwa moja, imesema Ibn Arraf, ni kosa la uchapishaji. Katika kitabu chake Tanzihu ash-Sharia, kwa urefu kinaitwa Tanzihu ash-Shari'ati al-marfu'ati 'anil akhbari ash-shani'ati al-mawdu'a. Ja al-Imamu Ibn Iraq ameyazungumza au ameitaja hadithi hiyo kwenye kitabu hichi kuelezea hadithi zilizokuwa hazifai, ni maudhu ash-shania, zilizoenea. Kwa hadithi kusema atakayefunga siku ya 27 ya Rajab au akasimama usiku wake, basi sawa sawa na mtu aliyefanya ibada miaka 100, hiyo haijathibiti. Anasema Ibn Iraq ni nani? Huwa Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Abd al-Rahman ibn Iraq. Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Abd al-Rahman ibn Iraq al-Kinani as-Sufi, alikuwa ni Sufi ad-Dimashqi. Kunia yake ni Abu al-Hasan na lakabu yake ni Shamsu ad-Din, maruf ibn Iraq, maarufu kwa jina lake Ibn Iraq, nisbatun ila al-Iraq, nisba ya mji wa Iraki. Amezaliwa mwaka 907 akafariki mwaka 963 katika mji wa Makkatul Mukarrama. Mas'ala hapa, kuna mas'ala, anasema mtunzi, mas'alatun mata kanat lailatul Isra'i wal Mi'raj, wakati gani ulikuwa usiku wa Isra na Mi'raj? Je, huo usiku unaosemwa kwamba Isra na Mi'raj ilitokea ndani ya usiku huo ni wakati gani? Tumeona hapa riwaya ambayo ni munkar imesema ni mwezi 27. Ibn Hajar, Shaukani na wengineo kina Ibn Iraq wamebatilisha kwamba hiyo si sawa. Halikutokea tukio la Isra na Mi'raj kwenye tarehe 27 ya mwezi wa Rajab,
Sasa wakati gani ilitokea Isra na Mi'raji? Mas'alatun, ansama lam yarid tahdidu lailati al-Isra'i wal Mi'raj, haijaja kuweka muda, haja kule kuweka muda wa usiku wa Isra na Mi'raj kwamba ni muda fulani, hakujaja fil kitabi was sunna, katika kitabu wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna tahdidi ya muda, kiwango au tarehe au mwezi au siku, tahdidi haijaja kwenye Qur'ani wala katika sunna, wala min qawli sahabiyin wahidin, wala katika kauli ya sahaba mmoja. Hakuna hata sahaba mmoja alielezea siku na mwezi na tarehe ya safari ya Isra na Mi'raj, wala min qawli sahabiyin. Kwa kwenye lam kuna tanwini, ondosha tanwini, weka kasra moja. Wala min qawli sahabiyin wahidin, wala katika kauli ya sahaba hata mmoja pia hakuna alielezea hilo. Wa naqala al-ikhtilaf fi tahdidiha Abu Shama fi kitabihi al-Ba'ith, na amenukuu ikhtilafu ya wanawachuoni fi tahdidiha, kuhusu ukomo wake hiyo safari, Abu Shama, al-Imam Abu Shama kwenye kitabu chake al-Ba'ith ala inkari al-bid'i wal hawadith, al-Ba'ith ala inkari al-bid'i wal hawadith, kitabu maalum kwa ajili ya kuzipinga bid'a. Abu Shama humo ameleta ile tahdidi, ikhtilafu ya tahdidi, kwamba wanawachuoni wametofautiana kuhusu mwezi na siku ambayo ilitokea safari ya Isra na Mi'raj. Wan-Nawawi, na vile vile al-Imam an-Nawawi amelitaja hilo fi sharhi Muslim, katika sharhi yake akisharehesha sahihu Muslim, inaitwa al-Minhaj bi sharhi sahihi Muslim ibn Hajjaj, al-Minhaj bi sharhi sahihi Muslim ibn Hajjaj, ndio sharhi ya nane al-Imam an-Nawawi, juzu ya pili kurasa 209. Wa Ibn Hajar fi Tabyin al-Ajab, na hilo amelitaja al-Imam Ibn Hajar katika kitabu chake Tabyin al-Ajab bima warada fi fadli Rajab. Faminhum man qala innaha fi as-17 min Ramadana, kuna baadhi yao kwenye hiyo khilafu waliosema kwamba huo usiku wa Laila, huo usiku wa Isra na Mi'raj ulikuwa katika siku ya 27 Ramadhani, sio Rajabu tena. Wako waliosema Ramadhani. Lakini kabla hatujaanza hapa, tumtaje Abu Shama. Abu Shama kama kaida yetu, tunempita tunamtaja tukiona kuna umuhimu wa hiyo. Abu Shama jina lake ni Abdurrahman ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Muhammad al-Maqdisi ad-Dimashqi ash-Shafi'i. Jina lake Abu Shama, kunia hiyo ile ajele kwa kunia gani? Abul Barakat, na hii leo nyingine Abu Shama. Tutaona kwa nini kaitwa Abu Shama. Jina lake Abdurrahman ibn Ismaila ibn Ibrahima ibn Muhammadin al-Maqdisi ad-Dimashqi ash-Shafi'i. Wanachuoni katika madhhabu ya Kishafi. Kana muhaddithan nahwiyan usuliyan faqihan shafi'iyan zahidan, alikuwa yeye mwanachuoni wa hadithi, mwanachuoni wa nahwu wa usul, tena mwanachuoni wa fiqhi katika madhhabu ya Kishafi. Amezaliwa al-Imam Abu Shama katika mji wa Dimashki mwaka 599 Hijiria. Kunia yake ni Abu Muhammad au Abul Qasim. Kunia yake ni Abu Muhammad au Abul Qasim, hiyo ndiyo kunia yake. Sasa kwa nini akaitwa Abu Shama? Abu Shama ni lakabu yake ambayo alifahamika na kutangaa kwa jina hilo kwa sababu yeye alikuwa ana shama kubwa
juu ya hajibu yake. Hajib ni nini? Alhajib nyusi au kope? Hajib ni nyusi au kope? Ni nyusi. Alikuwa ana shama kubwa juu ya nyusi yake au kope yake, sawa, ilijitokeza pale ile shama. Nini maana ya shama? Shama hiya bathratun au nuqtatun au alamatun sauda fil badan tukhalifu launuha launa sairi albadan. Hiyo ndio shama. Nadhani tushaelewana, tuendelea. Shama maana yake, shama bathra ni kipele, au nuqtatun au nukta ndogo ambayo imegendana na ngozi, au alama sauda iliyo nyeusi fil badan, ambayo hujitokeza kwenye mwili wa mtu, tukhalifu launuha launa sairi albadan, inakwenda kinyume rangi yake na mwili wote, rangi ya mwili wote iliyobaki, weusi wake basi unakhalifiana na ngozi yote ya mwili iliyobaki. Hiyo ndio inaitwa shama. Nadhani mshaipata. Kiswahili wanaitaje? Hujitokeza katika baadhi ya watu miili yao, kuna kama baadhi ya kijipele fulani hivi au nukta nyeusi inagandana na mwili, nyeusi inaenda kinyume na rangi yote ya mwili wake. Inaitwaje Kiswahili? Ndugu, sio? Wenyewe wanasema ndugu au kidoti. Kidoti si kidoto, nukta. Kwa hii ni kitu imo kwenye ngozi. Wakati mwingine tazidu alhasana walbaha, huwa hiyo nukta hiyo au hicho kipele cheusi wakati mwingine kwa mtu hujitokeza kikakaa sehemu kikamzidishia ule uzuri na mvuto. Kuna sehemu kikikaa ule uzuri wa mtu pia wazidi, sio? Hasa kwa akina maeneo ya usoni huwa vinajitokeza sana. Wengine na sehemu nyingine za mwili, wengine kwenye mikono, wengine kwenye miguu, lakini sana hujitokeza usoni. Na kuna maeneo kikikaa basi ule uzuri wa mtu unakuwa unazidi. Waita ndugu wa Swahili. Kinaonekana hicho ambao una mdogo wako wewe, hata kama hauna utalazimishwa hivyo unaye. Kwa nini? Si yako walazimishiwa. Sasa hiyo ndio inaitwa shama. Sasa huyo alikuwa nayo al-Imam Abdurrahman Abu Muhammad au Abul Qasim, alikuwa na shama juu ya nyusi yake hapa ipo, kwa akaitwa Abu Shama, sawa. Kwa akawa mashuhuri kwa kunia hiyo. Al-Imamu Abu Shama amefariki mwaka 665 Ramadhani ya 19, 665 Ramadhani ya 19 rahimahullahu ta'ala. Kwa ametaja kauli hiyo, ametaja khilafu hiyo ya tahdidi ndani ya kitabu chake Al-Ba'ith ala inkari al-bid'ah wal hawadith. Wan-Nawawi, na vile vile al-Imam an-Nawawi ameeleza khilafu ya tahdidi kwamba hakuna makubaliano siku gani ilikuwa ya Isra na Mi'raj. Kuna khilafu kwenye kitabu chake Al-Minhaj bi sharh sahih Muslim ibn Hajjaj. Al-Imam an-Nawawi jina lake Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Hizam. Jina lake al-Imam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Hizam. Amezaliwa katika kitongoji cha Nawa. Kwa hiyo ataitwa an-Nawawi au an-Nawawi. Unaweza kufanya kwa maddi au kasri, ukaikata ile maddi, zote zinatumika kwa ahlul ilmi. Al-Imamu an-Nawawi au al-Imamu an-Nawawi unasomeka hivyo kwa sababu kitongoji chake kikiitwa an-Nawa, kwa hiyo an-Nawawi au an-Nawawi. Katika sehemu za an-Nawawi nisbatun ila qaryati Nawa fi Dimashqi, katika sehemu ya Dimashqi. Fahuwa an-Nawawi maulidan, kwa yeye amepata nisba ya an-Nawawi
kwa kuangalia alipotokea, alipozaliwa. Ad-Dimashqi iqamatan, ni mkaazi wa sehemu za Dimashqi. Al-Imam an-Nawawi amekulia katika sehemu za Dimashqi. Al-Hizami qabilatan, yeye ni katika kabila la Al-Hizami. Ash-Shafi'i madhhaba, madhhabu yake ni ya Kishafi, bali yeye ni sheikhul madhhab. Katika madhhabu ya Kishafi ukiambiwa kuna sheikhul madhhab ni wawili tu, al-Imam Rafi' na al-Imam an-Nawawi. Hawa ndo sheikha al-madhhab, shekhe wawili wa madhhabu ya Kishafi. Popote ukikuta kwenye kitabu cha Kishafi imeandikwa qalahu sheikhul madhhab, anakusema Imam an-Nawawi. Akikusudiwa al-Imam Rafi' atataja kwa jina lake, kwa yeye ni ash-Shafi'i bali huwa sheikhul madhhab. Lakabu yake ni Muhyiddin, kunia yake ni Abu Zakaria. Miongoni mwa wanafunzi wake al-Imam an-Nawawi Ibn Attar, al-Hafidh Jamaluddin al-Mizzi, Badruddin ibn Jamaa na wengineo. Katika vitabu vyake ambavyo ni mashuhur al-Arba'un an-Nawawiyya ambao tushaisoma. Pia kuna Riyadhus Salihin, al-Minhaj ambao ni sharh ya Sahih Muslim, Ibn Hajjaj, al-Adhkar, Minhaj at-Talibin, al-Majmu' sharh al-Muhadhab na vinginevyo. Al-Imam an-Nawawi amefariki mwaka 676 katika sehemu za Nawa. Huko alikozaliwa ndipo alipokufa. Alitoka lakini akarudi kwenye kijiji chao kwa ajili ya ziara, kutembea, yakampata huko maradhi, akaumwa, akafariki huko katika sehemu za Nawa. Katika mwezi wa Rajab kama huu, tarehe 24 mwezi wa Rajab, tarehe 24 mwaka 676 akafariki al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kwa al-Imamu an-Nawawi kwenye sharh Muslim ametaja ikhtilafu kwamba hakuna tahdidi siku wala mwezi maalumu kuhusu tukio la Isra na Mi'raj. Kuna khilafu kwenye hilo kama vile alivyotaja Ibn Hajar katika Tabyinul Ajab. Kisha anasema faminhum man qala annaha fi 17, imeandikwa annaha sawa sawa ni kusema inna, baada ya kuleta kalima ya qaul inayofuatia ni inna. Ukisema qala, yaqulu, qalu, qala, qultu, basi inayofuatia ni inna, sio anna. Kitaratibu za nahwu qala innaha, sawa sawa ni innaha, sio kusema annaha. Kama kuja kwenye Qur'ani, sawa, imekujaje kwenye Qur'ani? Mfano qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha, imekuja qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Kwa kusema qala haiji anna, inakuja inna kinahwe. Faminhum man qala innaha fi 17 min Ramadan, wapo katika wao waliosema kwamba huo usiku ulikuwa katika siku ya 27 mwezi wa Ramadhani, sio Rajabu. Waqala al-Harbi, na amesema al-Imam al-Harbi nani Ibrahim ibn Ishaq ibn Bashir ibn Abdullah al-Harbi, Ibrahim ibn Ishaq ibn Bashir ibn Abdullah al-Harbi, kunia yake Abu Ishaq, lakabu yake al-Harbi. Amezaliwa mwaka 198. Miongoni mwa mashekhe zake al-Imam al-Harbi ni al-Imam Ahmad ibn Hanbal sahibu al-madhhab, na vile vile Abu Ubaidi al-Qasim ibn Sallam, na vile vile katika walimu wake ni Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal al-Asadi Abu al-Hasan. Shamwandika huyo Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal al-Asadi Abu al-Hasan. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal, mshekuyasikia hayo? Mshawahi bado mshawahi, si ndio? Sasa hivi tayari mshawahi, siseme bado, shasikia sasa hivi. Miongoni mwa wanafunzi wake ni Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, mtoto wa Imam Ahmad ibn Hanbal, ni mwanafunzi wa Imam al-Harbi. Yeye kasoma kwa baba Ahmad ibn Hanbal, kisha mtoto wa Imam Ahmad ni mwanafunzi wake, sawa. Lakini vile vile miongoni mwa wanafunzi wake Abu Daud as-Sijistani, mwenye hii mandhuma
Mandhuma gani inaitwa? Haiya, almandhumatu alhaiya. Abu Daud as-Sijistani ni mwanafunzi al-Imam al-Harbi, vile vile al-Imam al-Anbari, al-Imam al-Barbahari yule mwenye sharh sunna pia ni mwanafunzi al-Imam al-Harbi. Kana muhaddithan faqihan adiban zahidan. Kunia yake au vitabu vyake, miongoni mwa vitabu vyake dhammul ghiba, vile vile al-adab. Dhammul ghiba anasema vibaya, kusengenya. Dhammul ghiba, yeye ni katika watu walioishi Baghdadi katika madhhabu ya Hanabila, Hanbali madhhaba, amefariki mwaka 285 Hijiria. Sasa anasema waqala al-Harbi, na amesema al-Imam al-Harbi rahimahullahu ta'ala,